Mje ndugu zangu, time ya umbea ni afya, muda ndio huu wakati umetaradia. Madam Mswahili amhia, Madam Pasho, sijui unanielewa. Kama wewe ni mgeni wa channel hii, hakikisha una subscribe, una share, una like, una comment. Usisahau kugusa alama ya kengele ili ninapoposti video yoyote, basi wewe inakuwa wa kwanza kukufikia. Mambo umeyaona hayo mambo umeyaona? Basi wacha tuongeumbea kidogo, tutete, tusiongee kwa sauti kubwa, sauti ya chini tu, alafu pambe, maana tunateta. Haya ndugu zangu, jambo likapita la baby shower. Baada ya jambo la baby shower kupita, wahusika wakuu wa mchezo wanaitwa main card, hatukuwaona. Sio, mnanielewa nikisema wahusika wakuu wa mchezo? Main card hatukuwaona. Nikisema wahusika wakuu wa mchezo, na maana namaanisha upande wa kiume, shangazi na bibi, hatukuwaona kuja kwenye baby shower. Sijui mnanielewa. Watu wakalalamika, watu wakaongea, shangazi na bibi ya kuja walivyofanya sio vizuri, wana roho mbaya, sio vitu gani. Malalamiko ya waja. Si mnanielewa ndugu zangu? Baada ya malalamiko, si ndo wakaona aibu kama kawaida yao, wakaamua sasa kujipostisha kwenye baby shower. Kumbukeni hawajaja Esma na Madangote. Wakaamua kujipostisha, akaanza Esma kwamba naomba sijui yaishe, sijui tusameane, sijui nini Zuchu, sijui mimi Muislamu. Watu tukaiona ile posti ikawa lele. Haya, lakini tunasema anayeomba msamaha ndo Muislamu sahihi kwa dini yao. Na hata ukiwa Mkristo, jamani, mnatakiwa mkae kwa kuelewana. Ukimkosea mwenzio muombe msamaha. Kuomba msamaha sio ujinga. Kuomba msamaha sio kwamba utaonekana wewe ni fala. No. Impossible. Kwa sababu unakuwa kujishusha. Hata Mungu anapenda. Unaambiwa jishushe. Mwenyezi Mungu mwenyewe anataka umnyenyekee, umuombe ndo akupe. Ushaelewa? Kwa hata ukijishusha kwa mwanadamu mwenzio, ukimuomba msamaha, Mungu anaona huyu mtu ni mwema. Kwa hiyo basi wakaomba msamaha, tukaacha. Tukaishia hapo. Zuchu amejifungua, yuko hospitali, tunawaona watu wote nginja kia. Wote niambia nini? Hivi pale mnaona nani hajaenda? Kwanza unaambiwa picha linaanza, baba mtu kasema maua staki, maua yanatosha. Hamna nyuki huko. Msitujazie nyuki. Maua yanatosha, mchezo wa miamala. Mchezo wa miamala watu wanauweza. Mchezo wa miamala watu miamala anayo. Watu wakaanza kushusha miamala. Mama sio kwa madola. Mama sio kwa maelfu 10 mashuka ya Kimasai. Jamani, hii Tanzania watu wana hela. Ukisema hela una njaa unayo wewe ndugu yangu. Ukisema mimi sina hela, sijui ni nini, sema sina hela, usiseme hatuna hela ndugu yangu, utaumbuka. Watu wana hela. Wewe miamala umeiona pale? Miamala iliyoshuka pale wewe umeiona? Miamala unaambiwa nginja kia, sipati kukwambia vitu hivyo. Mnaona mambo haya. Baba mtu kapiga stop, kasema hawataki tena, inatosha, maua mpeleke miamala. Watu wakapeleka miamala. Kingine tukawaona watu kadhaa. Wasanii wote tumewaona. Wasanii wengine wa Wasafi tumewaona. Kuna wasanii wengine wametokea Wasafi hatujawaona. Nyadundo mbona hujaenda ndugu yangu Konde Boy? Mabifu ya wewe na baba yake, mabifu ya nini hayahusiani. Yule ni mtoto, yule ni malaika. Nenda kamuone. Wewe mwenyewe mwanamke wako kajala, yule bibi akizaa hapo watu watakuja kumuona. Acha shonde za kijinga. Nyadundo, nenda kamuone mtoto. Shonde za ajabu acha. Haya. Nenda kamuone mtoto. Kina Rayvanny wamefika. Sijui kina nani wamefika. Mpaka wasanii ambao wako WCB, kina Ommy Dimpoz. Kina nani huyu? Nani sijui nini kina. Yaani wengi nashindwa tu kuwataja kwa kumaliza. Wasanii ni wengi mno wamefika. Wewe Nyadundo umetokea WCB, unaacha kwenda kumuona mtoto kisa una shonde na babake. Acha upumbavu. Dunia haitaki hivyo. Dunia haitaki hivyo. Harmonize, toka kamuone mtoto kichogo. Usipoenda kumuona kesho tunakurudia wewe. Basi bwana. Tunaendelea. Tunataka shangazi, tunataka bibi. Kwenye baby shower hamjafika. Hapo hospitali na wewe mtoto wenu. Msijitie kujipostisha hapo kama waandishi wa habari mnatupostia. Tunataka muende hospitali mkamuone mtoto nginja kia lele. Tusipowaona Watanzania tutawashambulia kwa maneno. Na mnatujua tulivyokuwa tuna dogo, tunanongwa vipi.
Mtoke muende mkamuone mtoto. Tena mkimbizane mbio mbio. Sio mkae hatutaki, tunataka muende mkamuone mtoto. Nyinyi ndo mashangazi, wewe ndo bibi, wewe sijui nini. Habari za ugomvi wa Zuchu na nyinyi ziwekeni pembeni. Mtoto kaja duniani hana shonde na mtu. Mtoto kaja duniani hana ugomvi na mtu. Mtoto kaja duniani na tena kaja na riziki yake tu. Unaona watu wanapokimbizana kwenda kutoa. Na hapo unaambiwa bado baba mtu akasema anataka andae sherehe. Ambayo sherehe hiyo si tushazoea kina mama tunafanyaga visherehe vyetu. Yeye anasema anaandaa sherehe ambayo inaitwa baba mtamtazamaje kiupande wake. Diamond mjanja. Hapo anatumia fursa kupitia yule mtoto wake. Hapo ataziokota hela mama hivi. Ataziokota hela mama kama uchafu. Bado hapo mtoto hajapewa ubalozi, imagine. Sijui mnanielewa ninapoongea, mnanisikia vizuri? Bado hajapewa nini? Hajapewa ubalozi. Sijui mnaelewa ndugu zanguni. Tunaendelea na umbea. Huku naika hapa simu yangu ili nipate kuchaji, maana naona chaji inapungua. Bado hajapewa nini? Hajapewa ubalozi. Maadili ya ubalozi yanaanza kuingia. Maadili mengi yataanza kuingia. Jinsi mjue kitoto kilivyozaliwa na nyota. Baba msanii, mama msanii. Baba star, mama star. Wewe uogopi? Nachoka. Kwa hiyo shughuli ya baba mnaniangaliaje? Hiyo ndo ambayo inaandaliwa na Diamond. Apate nini? Apate maukoto. Sijui mnaelewa. Haya ndugu zangu, tunaendelea ndugu zangu, tunaendelea tulipoishia. Sijui mnaelewa. Haya. Tunaendelea. Nani anaitwaje huyu? Anaitwaje sijui. Nani jamani umbea. Ukikukaa kwenye roho unajikuta unausahau. Umepanga kwa hadithi ya watu, kuwapa watu umbea ndio uko kwenye roho, unajikuta unasahau. Sijui mnanielewa. Haya. Katoto kana nyota. Turudi upande wa Waja bwana wanamsema Zuchu nani? Wanasema jamani, mmemwona Zuchu alivyovimba? Uzazi ndo umempenda. Zuchu ndo kazaa kweli. Yule sasa ndo mwanamke. Yule ndo kaona nguvu ya uzazi. Yule ndo kaenda leba. Yule ndo kafanya nini sijui. Yaani yule ndo mzazi, ukisikia mzazi kweli kweli. Nginja kia. Yule ndo kazaa. Yule ndo kafanya hivi. Yule kafanya vile. Jamani, nyie mnamsema dada wa watu wema mpaka anajua kama mnamsema. Mnamtia eka mnamtia tumbo joto mwenzenu. Mpaka anajua kama mnamsema. Jamani, msifanye hivyo. Jamani, mnakosea. Tena mnakosea pakubwa. Mwacheni jamani wema wa watu. Mmezidi ndugu zangu. Ndugu zangu nyinyi mna midomo. Ndugu zangu nyinyi mnaongea, mnasema sana. Wema mpaka anajisikia vibaya leo kaamua kutupostia, anaposti anasemaje? Kwamba mimi sawa mgumba, mimi tasa, siwezi kupata mtoto, yule mtoto wakuwa wangu. Sio kakasirika dada wa watu. Kakasirika kwa ajili ya Waja. Kakasirika kwa ajili ya Waja mnavyomsema. Hataki kusemwa, hataki kuambiwa. Sawa, mpumzisheni basi kidogo, na yule amezaa, anajisikia vibaya. Waja mbona mnapenda maneno? Mwenye Zuchu kazaa, Wema kampongeza. Lakini tena bado mnamsema yule dada. Ugumba gani usoisha? Mtu kashaza sawa, kawaigizia, kawaletea mtoto wa bandia, kawaletea mtoto sijui nini sio wake, mimba imebebwa na mama mwingine, kakubali. Kila kasema anaomba mpumzishe, mumwache. Nyie tena mmezidi, hamtaki kumwacha. Ngojeni niende afu narudi, tuje tuendelee na kikao chetu cha umbea. Tuje tuongee aliyopo. Jamani, wasanii wasokuja kesho nakuja hapa kuwataja mmoja baada ya mmoja. Watu hawataki kwenda. Watu wanaeka mashonde hadi kwa mtoto alokuja leo duniani na siku moja hajui ndee wala te. Ugomvi wa baba yake na mama yake mkauingiza nyi vichogo. Nendeni mkamuone mtoto. Acheni ubabaifu, acheni roho mbaya. Hatutaki. Sijui mnanielewa. Kama ni mgeni wa channel hii, usahau kusubscribe, kushare, kulike na kucomment. Hakikisha unagusa alama kengele nikiposti video yote unakuwa wa kwanza. Ndugu zangu, umbea wa moto. Mambo ni ya moto. Naenda narudi tena, tuje tuendelee. Jamani, Zuchu. Jamani, Zuchu aligombana na mume wake. Jamani, wameanza kuongea kwenye baby shower. Mpo?